Tafadhali naomba nizungumze na wewe ambaye unapita kwenye shida na natamani kutoka kwenye hiyo shida uliyo nayo. Naomba nikusaidie, nitakupa njia za kutoka kwenye hiyo shida uliyo nayo. Naomba kama una Biblia, fungua kitabu kile cha Mathayo, ile sura ya 5 mstari wa 3 na kuendelea hadi 12. Nitaanza njia ya kwanza ambayo unatakiwa itumie ili utoke kwenye hiyo shida uliyo nayo. Njia ya kwanza, hakikisha unaacha kuridhika na hiyo shida. Usiridhike na hiyo shida. Neno la Mungu linasema heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wale ambao hawaridhiki na hapo walipo, hawaridhiki na hiyo hali. Heri yule ambaye hajisikii vizuri anapokuwa kwenye hiyo shida. Heri yule ambaye hasikilizi ile hali ya kujiona kwamba hapa ndipo pangu. Utakapokuwa na hiyo hali ya kutokuona kwamba hapa sio kwangu, kwamba kuna mahali natakiwa niwe, Mungu atakutoa kwenye hiyo shida yako. Heri walio maskini wa roho. Tamani kuwa na huo moyo wa kuona kwamba hapo ulipo, kwenye hiyo shida ulipo, sio kwako. Ona mahali pengine kwamba Mungu kiniweka pale, Mungu kinitoa hapo kaniketisha pale, nitakutukuza. Na Mungu atakusaidia kufika kule ambapo unatamani ufike. Hiyo ni njia ya kwanza, kutokuridhika. Njia ya pili inatoka kwenye mstari wa 4, Mathayo 5 mstari wa 4. Yesu anasema heri wenye huzuni. Usishie tu kwamba kuona kwamba natamani niwe pale na sio hapa. Tamani pia ndani ya moyo wako jisikie vibaya. Heri wenye huzuni. Wakati upo kwenye hiyo hali, jisikie huzuni ndani ya moyo wako. Jisikie kuchukia ndani ya moyo wako. Yesu apewe sifa sana. Tamani umba chuki ndani ya moyo wako, kwamba hii hali naichukia kwa jina la Yesu, kwamba hii hali siitaki kwa jina la Yesu. Heri wenye huzuni. Usiwe ni mtu ambaye unatamani kuwa pale, lakini ndani ya moyo wako bado unataka kuwa hapa. Kama unavyotamani kuwa pale, basi na ndani ya moyo wako beba hali ya kukataa, ya kuchukia hiyo hali ulionayo, na Mungu atakufariji kwa kukufikisha pale unapotaka kuwa. Matokeo huanzia ndani ya moyo wako. Kama ndani yako moyoni bado una ile hali ya kuridhika, hauchukii, haujabeba huzuni ya kutoka hapo, ya kuchukia hiyo hali, hautatoka kwenye hiyo hali. Kwa hiyo beba huzuni moyoni. Kila unapoiona ile hali au ile shida, jisikie kuugua ndani ya moyo wako. Heri wenye huzuni. Heri wenye huzuni. Mlilie Mungu. Heri wenye huzuni. Mtazame Mungu, mfikirie Mungu kwamba anaweza kanitoa hapa. Heri wenye huzuni. Muone kwamba Mungu ndiye aliye msaada wako. Heri wenye huzuni. Msikilize Mungu kile anachokuelekeza. Heri wenye huzuni. Tazama msaada wa Mungu na sio msaada wa wanadamu. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Ukiwa na tabia hiyo utamwona Mungu. Njia ya tatu inatoka ule mstari wa 5. Yesu anasema heri walio wapole. Anaposema heri walio wapole, anamaanisha kwamba kubali kunyenyekea wale walioko juu yako, ambao wanaweza kukutoa kwenye hiyo shida. Kumbuka Yesu mwenyewe alinyenyekea kwa Yohana Mbatizaji. Hajiri alipokataa kukaa kwenye manyanyaso ya Sara, Mungu alimrudisha akamwambia nenda kanyenyekea. Daudi haikuwa rahisi Daudi kukubali kukaa chini ya Sauli aliyetaka kumua, lakini Mungu alimwambia ili ufike kwenye ukuu wako, endelea kunyenyekea kwa huyo mtu. Heri walio wapole. Usijibishane na mtu ukiwa kwenye hiyo hali. Heri walio wapole. Usijieleze sana. Heri walio wapole. Acha Mungu akutetee. Heri walio wapole. Sikiliza kile Mungu anachokutaka ufanye. Heri walio wapole. Usitazame njia za wengine, usitazame wanadamu wao wanafanya nini. Heri walio wapole. Fanya kile tu Mungu anachotaka. Haijalishi unaona nini, haijalishi unasikia nini. Heri walio wapole, maana hao watarithi nchi. Ukijaa upole ndani yako utamwona Mungu. Utatoka kwenye hiyo shida ulionayo. Naomba nikupe njia nyingine ambayo itakutoa kwenye changamoto. Inatoka pale chini. Anasema heri walio na njaa na kiu ya haki, maana watashibishwa. Heri walio na njaa.
Heri mtu yule anayesema kwamba Mungu, ukinifikisha pale, ukinitoa kwenye shida, ukinitendea hili na lile, nitakutendea 1, 2, 3. Nitakutumikia, nitakusifu, nitakuabudu, nitakutolea sadaka ya shukrani. Heri walio na njaa ya haki. Heri mtu yule ambaye anaona kwamba Mungu ukinishibisha mema anayoyataka, Mungu ukininywesha mema anayoyataka, nitakutendea 1, 2, 3. Usiwe mtu yule ambaye anasema Mungu nitendee, lakini anasema Mungu kishanitendea mimi nakuacha wewe, naendelea na maisha yangu, nikishapona tu nitendea tu na mambo yangu. Wewe unaweza kupata shida na usitoke kwenye shida ambayo unayo, lakini tamani kuwa na njaa ya haki, kwamba Mungu akinipa uzima nitautumia katika kumtumikia yeye. Mungu ukinipa afya, ukinipa fedha, Mungu ukinipa mtaji, Mungu ukinitoa kwenye haya madeni, nitakutukuza, nitakutangaza kwa wengine. Mungu ukinitendea hivi, njaa ya haki, kwamba Mungu akikusaidia kwenye shida ulionayo utafanya nini. Kitu kingine kinatoka pale chini, kinasema heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Hiyo ni njia nyingine ya kutoka kwenye shida ulionayo. Na maanisha nini? Kuna zile shida ambazo ulikuwa nazo mwanzoni na Mungu alikusaidia kuvuka na kutoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tafuta kuwasaidia wengine ambao wanakutafuta wakihitaji msaada katika kuvuka kwenye zile shida ulizokuwa nazo ambazo ulishavuka. Kumbuka hapo ulipo kuna watu wako nyuma yako wanatamani kuvuka kwenye zile changamoto ulizokuwa nazo zamani. Yes, apesifu. Najua sasa hivi una shida fulani, lakini kuna shida pia ulishavuka hapo mwanzo. Mungu ataleta watu ambao watatakiwa wapate huruma zako, ili kupitia hizo huruma zako na Mungu pia akupe huruma zake. Kwa hiyo usiwe ni mtu ambaye wakuwakatalia wengine huruma zako. Heri mtu yule ambaye anaona na wengine wanastahili msaada kutoka kwake, maana na yeye atapata msaada kutoka kwa Mungu. Heri mtu yule ambaye anasikiliza wengine wanaohitaji msaada kwake, maana na yeye atapata msaada kutoka kwa Mungu, atasikilizwa. Heri mtu yule ambaye anakuwa sababu ya wengine kusonga mbele, maana na yeye atasaidiwa kusonga mbele na Bwana. Haleluya. Kile unachomtendea mwenzako na Mungu atakutendea hicho hicho. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo katika shida ulio nayo sasa hivi, jifunze kuwatendea watu mema wanaokuja kukuomba msaada katika yale unayoweza, kwa kuwa nawe ndipo Mungu pia atakuinulia mtu wa kukutoa hapo ulipo. Heri wenye rehema. Tafuta moyo wa kujitoa kwa ajili ya wengine. Bwana asifiwe sana. Na Mungu atakusaidia katika shida ulio nayo. Mungu atainua mtu wa kukuvusha hiyo changamoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini njia nyingine inatoka ule mstari wa 8. Yesu anasema kwamba heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Yesu anaposema hivyo anamaanisha kwamba kuna namna unatakiwa usikilize vitu vilivyo safi. Sikiliza mafundisho safi, tazama mambo safi, ongea vitu vilivyo visafi. Tembea katika njia zilizo safi. Katika kufanya hayo mambo ya usafi wa moyo utaona majibu yako. Heri mtu yule ambaye hatazami potofu. Heri mtu yule ambaye hatumii muda wake mwingi katika mambo ambayo sio safi. Heri mtu yule ambaye anawekeza muda mwingi wa kukaa na Bwana, kwa maana atamuona Mungu. Heri mtu yule mwenye moyo safi. Yesu asifiwe. Lakini pia kuna njia nyingine ambayo itakusaidia wewe kutoka kwenye shida ulionayo. Nayo inaitwa heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Heri mtu yule ambaye hata shadadia magomvi ya watu wengine. Heri mtu yule ambaye atakuwa sababu ya kuwafanya watu wamuone Mungu aliye ndani. Heri mtu yule ambaye hata akiwa kazini ataendelea kukiri ushindi wa Yesu, hata ungana na watu wanaomsema vibaya Kristo. Heri mtu yule ambaye atamwona mwingine na mkufuru Mungu, Mungu yuko wapi? Mungu hawezi. Atamtia moyo kwambia hapana, Mungu bado anaweza. Yule ambaye ni mpatanishi atakayesimama kumtetea Mungu mahali ambapo anaona kabisa mtu anakufuru mbele za Mungu, Mungu atamsaidia, atampa rehema. Bwana asifiwe sana. Heri mpatanishi. Yule ambaye anamtangaza Mungu hata kama anapita kwenye moto, bado anaenda kuambia watu Mungu anaweza, Mungu yupo.
Mungu anafanya, Mungu anatenda, atauona mkono wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Yule ambaye ni mpatanishi wa kila hali, atauona msaada wa Mungu. Hiyo ndiyo njia nyingine. Ukiwa kazini, ukiwa mahali popote, kuna namna ambayo utakuwa unapita kwenye mazingira watu ni kama wanakejeli habari za Mungu, ni kama watu hawataki mambo ya Mungu, ni kama kuna namna fulani ambayo unaweza ukawasaidia watu wakawa karibu na Mungu zaidi. Utakapokuwa unamtumikia Mungu wakati upo kwenye shida, Mungu ataitazama shida yako na kukusaidia. Heri walio wapatanishi. Yesu anasema yule ambaye atanikataa mbele za wanadamu, mimi pia nitamkataa. Maana yake kuna namna Mungu pia anataka umtumikie yeye hata kama upo kwenye shida. Yesu apesifu. Utakapomtumikia yeye, utaona msaada wake. Njia nyingine, Yesu anasema kwamba heri ninyi ambao watu watawaudhi. Bwana asifiwe sana. Kumbuka, unapokuwa unapita kwenye shida au changamoto, kuna namna watu watakukejeli, watakuudhi. Kuna namna fulani ambavyo watu watakuudhi. Heri wewe ambaye watu watakuudhi, kubali kuudhiwa kwa ajili ya Kristo. Kubali kuudhiwa, kubali kusema vibaya. Kuna namna nzuri ambayo Mungu umtendea yule ambaye anakejeliwa. Ayubu alipokubali maneno na kejeli za watu, Mungu alimtoa kwenye shida yake. Yesu apewe sifa. Sio kila kitu au kila vitu unayopitia Mungu anataka ujitetee. Nyingine tu anataka kupitia wewe ajitukuze yeye ni nani, namna anavyovumilia wanadamu wengine. Kwa kuna shida Mungu ataruhusu upitie, na watu watasema maneno mengi kuhusu wewe. Watu watakukejeli, watu watakuudhi kwa mambo mengi. Mungu atataka uvumilie, na wakati utakapofika atakutoa kwenye hiyo shida, atakutetea na kukusaidia. Kwa hiyo kubali kuvumilia. Hapa anachozungumza manake, vumilia hiyo hali. Yesu apewe sifa. Mungu atakutoa. Njia nyingine ya mwisho, Yesu anasema kwamba heri wale watu ambao watanenewa uongo kwa ajili yake, watapakaziwa uongo kwa ajili yake, kwamba wanatakiwa wafurahi, maana hata yeye Bwana Yesu, hata manabii waliopita waitamkiwa mabaya hivyo hivyo. Kwa hiyo Mungu hapa anachotufundisha ni nini? Kwamba lazima ukubali kunyamaza. Hata kama watu watakunenea vibaya, hata kama watu watakutangazia mabaya, dawa ya kuvuka kwenye hiyo changamoto ni wewe kukubali kunyamaza. Utakaponyamaza, wataibika wao na utazidi kusonga mbele. Kwa hiyo hizo ndizo njia ambazo unatakiwa uzitumie ili kutoka kwenye shida. Kunyamaza ni njia ya mwisho kabisa kutoka kwenye changamoto hizo nazo. Kuna shida nyingine haihitaji fedha, haihitaji kuhubiriwa, haihitaji kujitetea, haihitaji vitu vingine, haihitaji kunyekea watu, isipokuwa inahitaji wewe kufunga mdomo. Haleluya. Kuto kujibishana na mtu na kumtazama Bwana.